Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 25 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema wanawake wakulima wa vitunguu Same waimarisha uchumi wa familia. Wanawake wa wakulima vitunguu Same waimarisha uchumi wa familia. Lakini wazazi waonywa kununulia watoto wao silaha bandia. Wazazi waonywa kununulia watoto wao silaha bandia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Na habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe, aliyemuua baba amuua na babu. Aliyemuua baba amuua na babu. Yadaiwa ni la kuficha ushahidi, ndugu asimulia mkasa ulivyokuwa, aligomea watu. Habari inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini Rais Lungu kuzikwa baada ya kukaa mochwari mwaka mzima. Rais Lungu kuzikwa baada ya kukaa mochwari mwaka mzima. Lakini mke wa Tundu Lissu amwaga machozi bunge la Ulaya. Mke wa Tundu Lissu amwaga machozi bunge la Ulaya. Na Dr. Samia aagiza utafiti saratani kwa watoto. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanahalisi. Lenyewe linaanza na habari kubwa inayosema Chadema yapiga kila kona. Chadema yapiga kila kona. Mnyika Lema wapiga jalamba mkoani. Mkewe Lissu dada yake Polepole waibukia bunge la Ulaya. Lakini Mpina alipua bomu, adai kuna ufisadi kwenye uagizaji wa mafuta nchini. Lakini Yuda hachokozeki. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahalisi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanahalisi kwenye kurasa za mbele, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru lenye linaanza na habari inayosema marekebisho ya kodi ya wakuna wa bunge. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru, unasema marekebisho ya kodi ya wakuna wa bunge. Lakini waimwagia sifa serikali ya bajeti sikivu, wampongeza waziri wa fedha, wasema ameanza na nguvu mzuri. Lakini Fadhili achangia milioni 2 jukwaa la wanawake Kalenga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini Rais Samia azindua rasmi jengo la tiba mionzi KCMC. Na ujumbe wa Namibia wavutiwa na mtambo wa Hifu Kairuki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi Huru, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru. Linaanza na habari inayosema Waziri Mchengerwa ataja uwekezaji sekta ya afya. Huyo ni Waziri Mchengerwa ataja uwekezaji sekta ya afya. Lakini Rais Samia ashtukia kasi saratani kwa watoto. Rais Samia ashtukia kasi saratani kwa watoto. Na mrithi wa balozi Zena hapa atoa ahadi. Rungu zito kuwashukia wawekezaji janja janja. Rungu zito kuwashukia wawekezaji janja janja. Na bodaboda kicheko, ushuru wa bidhaa 5% kuondolewa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Uhuru, tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaanza na habari inayosema Dr. Mwinyi ateua makamu mkuu Suza. Lakini Dr. Mwinyi amwapisha katibu mkuu kiongozi. Na serikali yaahidi kulipa fidia barabara ya Fumba na Mazizini. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini Dr. Mwinyi akaribisha ushirikiano na taasisi za kifedha. Huyu ni Dr. Mwinyi akaribisha ushirikiano na taasisi za kifedha. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari za kimataifa zinasema Irani Omani wajadiliana usimamizi wa mlango bahari ya Hormuz. Irani na Omani nao wajadiliana usimamizi wa mlango bahari ya Hormuz. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, tuangazie gazeti lako la Taifa Tanzania. Linaanza na habari inayosema REA yaing'arisha nishati safi 2026 Dar es Salaam.
Lakini Tanzania kuzalisha tani milioni moja za korosho. Tanzania kuzalisha tani milioni moja za korosho ni mkakati wa miaka minne ijayo. Lengo ni kupunguza kuuza korosho ghafi. Lakini zaidi ya wafanyabiashara 3752 kushiriki maonesho ya Sabasaba. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Majira lenye linaandika milioni 214 za kata mnyororo upigaji kausha damu. Lakini Dr. Samia anika siri za huduma za afya kusogezwa karibu, na Tanzania na UAE kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia. Tanzania na UAE kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Majira, tuangazie gazeti lako la Mtanzania leo lenye linaandika habari inayosema mafisadi madini wakazi wa mkoa watakiwa kuharakisha utatuzi wa migogoro. Lakini Kosuri, wiki ya utumishi wa umma imeonyesha wajibikaji wa taasisi za umma. Na wabunge waipa kongole serikali. Wabunge waipa kongole serikali. Watoto 150 wazaliwa kwa upandikizaji wa mimba Kairuki. Ujumbe wa Namibia waahidi kuja kujifunza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Watanzania linaandika CCM Chadema hapatoshi. Hilo ni gazeti lako la Watanzania linaandika CCM Chadema hapatoshi. Lakini Profesa Asadi atikisa vigogo serikalini. Profesa Asadi atikisa vigogo serikalini, na muungano ni zaidi ya maslahi yetu binafsi. Hiyo ni habari inasema muungano ni zaidi ya maslahi yetu binafsi. Lakini kimataifa, Irani hatujaruhusu wakaguzi wa nyuklia yetu. Ni Irani wasema hatujaruhusu wakaguzi wa nyuklia yetu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Watanzania elimu bila mipaka kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika bidhaa bandia za tishia maisha, serikali ya hapa kukabili wahujumu wa uchumi. Lakini wiki ya watumishi wa umma yasogeza huduma za taasisi za umma karibu na wananchi. Na Rais Samia aja na mapinduzi ya afya. Rais Samia aja na mapinduzi ya afya, ahidi kusogeza huduma za saratani kanda zote nchini, azindua huduma tiba mionzi KCMC. Lakini aitaka wizara ya afya na wadau mbalimbali kuongeza juhudi za uchunguzi wa awali wa saratani na kutoa elimu kwa wananchi kufuatia umuhimu wa kupima afya mara kwa mara. Lakini Katambi aonya siasa za chuki, asisitiza amani. Huyo ni Katambi aonya siasa za chuki, asisitiza amani. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye linaandika Rais Samia asogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi. Lakini Dr. Mwigulu, bidhaa bandia zinahatarisha maisha ya wananchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Mwanahabari linaandika Msuva yuko huru, timu za tajwa kumwania. Msuva yuko huru, timu za tajwa kumwania. Lakini Yanga kileleni, Simba wabishi ligi kuu. Yanga kileleni, Simba wabishi ligi kuu. Mutale atajwa kutua TRA United. Huyu ni Mutale atajwa kutua TRA United. Yanga yatangaza rasmi uchaguzi mkuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Singida Black Stars yazidi kuipeleka Prison Championship. Yanga yapuliza kipenga uchaguzi mkuu, fomu kuanza kutolewa leo. Simba Yanga za tamba ligi kuu. Ndohumwe aongoza kufunga ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako gazeti la Mwanaspoti lenye linaanza na habari inayosema wamenyongwa. Lakini Aziziki chuma kikibuma kinatua mbele kwa mbele. Huku ni Pacome Zozo na huku ni Suleiman Mulimu, ikionyesha Yanga wameshinda goli 3-0, huku Simba nao dhidi ya Mtibwa wameshinda goli 3-0. Lakini moto wa Simba mwamba ni huyu. Moto wa Simba mwamba
ni huyo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji wema na kwaherini, asubuhi njema.